Injili ya Luka mtakatifu sura ya 21. Akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamuona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote. Maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi. Bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayoyatazama siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye. Tena majira yamekaribia, basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na njaa na tauni mahali mahali, na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie. Kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomuona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote. Wakati iishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Amin nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie.
Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Basi, jiangalieni mioyo yenu, isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafula kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni na usiku huenda kulala katika mlima uitwao wa Mizeituni. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza.